Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani kwenu. Wapendwa taifa la Mungu, Mheshimiwa sana Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, Mheshimiwa sana kiongozi wa ibada ya misa hii Mwashamu Baba Askofu Titus Joseph Mdoe na Baba Monsignore Deokrasias Mbiku, waheshimiwa mapadre na mgeni rasmi na wageni wote mliotufikia, uongozi wa Radio Maria Tanzania kwa namna ya pekee, kwa moyo wa shukrani wanakuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 20 ya uwepo wa Radio Maria Tanzania. Tumekuja kwa pamoja katika umoja wetu tumwambie Mwenyezi Mungu asante kwa chombo hiki ambacho kimekuwa kikileta habari njema kwa watu walio wengi duniani. Pamoja na asante, kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuimarisha kwa miaka mingine mingi zaidi kwa ajili ya kufanya kazi ya habari njema ambayo ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo anatuagiza sisi waamini wote twende duniani kote tukawafundishe watu na kuwabatiza. Mheshimiwa Baba kiongozi wa misa, tunakuomba utaadhimishe misa hii kwa nia hizo. Karibu Baba. Ndugu zangu, tukiri sasa dhambi zetu tupate kustahili kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi. Daima malaika na watakatifu wote na ndugu zangu, Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
E Bwana, uwe nasi watumishi wako, utukirimie mema yako yasiyo na mwisho sisi tuombao. Uyatengeneze na kutuhifadhia mema hayo, kwa vile tunaona fahari kwamba wewe ndiwe Muumba na mfalme wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri asema, ubatili mtupu, ubatili mtupu. Mambo yote ni ubatili. Maana hakuna mtu ambaye kazi yake ni kwa hekima na kwa maarifa na kwa ustadi, naye atamwachia mtu asiyeshughulika nayo kuwa sehemu yake. Hayo tena ni ubatili, nayo ni baa kuu. Kwa maana mtu hapati nini kwa kazi yake yote na kwa juhudi ya moyo wake alivyojitahidi chini ya jua? Kwa kuwa siku zake zote ni masikitiko na kazi yake ni huzuni. Naam, hata usiku moyoni mwake hamna raha. Hayo nayo ni ubatili. Neno la Bwana. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake, na kondoo za mkono wake. Msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu, kama vile uko Meriba, kama siku ya Masa jangwani, hapo waliponijaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Somo la pili. Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa, aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtakapofunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi
Vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Sehemu ya Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Luka. Injili ya Luka sura ya 12. Mtu mmoja katika mkutano alimwambia, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyaji juu yenu?" Akamwambia, "Angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo." Akamwambia mithali akisema, "Shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu." Akasema, "Nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu." Neno la Bwana. Mwadhama Baba Kardinali na ndugu zangu wote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Iweni na huruma. Leo ni siku ya furaha, ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na wanafamilia wa Radio Maria. Tunawapongeza sana Radio Maria siku hii ya leo kutimiza miaka 20 ya utume. Utume wa kumtangaza Kristu
kuanzia majumbani mwetu, mitaani kwetu na mahali popote, mpaka pembezoni kule ambako unaweza ukafikiri kwamba habari hii isingeweza kufika, lakini kupitia Radio Maria habari njema inafika. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili hiyo. Ni utume ambao katika kipindi hicho chote umefanya mengi. Namna ambayo wanafanya utume huo na mafanikio ambayo wanayapata Radio Maria, pamoja na changamoto mbalimbali, naweza ukashangaa ukasema fanikiwaje? Moja kati ya sifa ya Radio Maria katika kutoa huduma zake katika utume huu, naona hawahangaiki sana tutakula nini, tutavaa nini, pesa tutapataje, tuhangaikeje kupata hizi pesa za kuendeshea chombo hiki, kufikisha ujumbe wa Mungu. Wao wananyanyua mikono, wanaomba kwamba Mungu, midhali hii kazi ni ya kwako, basi hayo yote ambayo tungetamani yafanikishe Radio Maria, wewe utayawezesha. Katika maana kwamba kazi hii mara nyingi huwa inafanyika kwa majitoleo, na kwa vile wameitoa mikononi mwa Mwenyezi Mungu kwa majitoleo, basi Mungu akawapelekea vile ambavyo wanavihitaji, kuanzia marafiki, vyombo na vitu mbalimbali ambavyo wanavihitaji. Na miongoni mwa marafiki hao ni nyinyi wote ambao mko hapa kwa ajili ya kuisapoti Radio Maria. Sasa unaweza ukaona kwamba katika ulimwengu huu kweli sisi binadamu watu tunahangaika sana. Tunawaza tutakula nini, watoto wangu watakula nini, tupata wapi pesa. Wengine tunavuka, si tupata tu pesa tu na vitu tu, lakini mali nyingi, tapata wapi utajiri? Unapoona mwenzako kafanikiwa, wakati mwingine roho inakuuma. Mbona mimi sifanikiwi? Yule kafanikiwa. Badala ya kumtakia mema unamuonea wivu. Mbona mimi ni maskini? Katika kutafakari umaskini wako, unalaani aliye tajirika, na pengine unamlaani hata Mungu. Vivyo hivyo hata katika wale ambao tunawaona wamepiga hatua kubwa mbele, na wao wanakuwa katika hali hiyo hiyo. Unapoangalia maskini, wakati mwingine wanawadharau, wanawapa majina, wavivu, nini, kila kitu. Pengine wanawanyanyasa, wanawanyonya, wanawadhulumu. Wenyewe kwa wenyewe wanashindana katika mali walizonazo, katika utajiri walionao. Si kwamba katika kufanikiwa kwao wengine watamshukuru Mungu, watasema asante Mungu. Badala yake wengine watamsahau kabisa. Uko nyuma kama alikuwa mcha Mungu, sasa kishapata, anasema sasa wakazi gani kishanipa? Anaswaga tu kwa nguvu zake na kwa namna zake.
Kwa hivyo unakuta pande zote mbili, maskini naye na matatizo yake. Kuna huyu ambaye tunamuona pengine uko juu kabisa, wengine kati yao wana matatizo yao. Kumbe hapo katikati tumweke nani sasa? Radio Maria tufundisha kwamba yote katika yote tumweke Mungu. Ukiwa umekosa, ukiwa umepata, Mungu. Na haya ndio mafundisho ambayo Mama Kanisa siku hii ya leo anatuletea. Ndio ujumbe ambao leo hii tunaupata pia katika maandiko matakatifu. Katika somo la kwanza tunamsikia huyu mhubiri na lugha yake, ubatili mtupu. Kwa nini ubatili? Melezea pale watu na shughuli zao na mahangaiko yao, watu na mali zao, lakini yote ni ubatili. Chini ya jua yote ni ubatili. Kwa nini? Alikuwa na muono, alikuwa anatizama kama sisi tunavyo jaribu kutizama. Ameona mahangaiko ya watu wanahangaika kweli. Usiku na mchana, hangaikia mali, hangaikia utajiri, hangaikia kupata. Jasho watu zinawatoka. Atizama, lakini haya yote mwisho wake ni nini? Mbona hawa wote matajiri, masikini wanaishia wapi? Wanaishia kaburini, wanakufa. Kwa hiyo kama akili yako, nguvu zako zote unaziweka katika vitu hivyo ya hapa duniani, na hatimaye nguvu hizo kama ni hapa duniani, baadaye unageuka mavumbi, faida yake ni nini? Si ubatili? Iwapo nguvu zako, anataka kutufundisha huyu, nguvu zako, akili zako, yote ulio nayo, unajua yanatoka wapi? Kwamba kakupa Mungu, na daima unamfikiria huyu Mungu, na daima unawaza kwamba kuna maisha baada ya kifo, basi itakuwa ni faida. Itakuwa ni faida, sio hasara, sio ubatili. Hata hapa kwetu alipita mmoja, namfahamu vizuri kabisa, mzee, baba wa taifa. Siku zake anasema, nataka sasa nataka kufanya nini? Kustaafu, kujiuzuru. Baba, tafadhali chonde, endelea tu. Paka wazee wenye hekima wakaenda wakamzunguka, mzee, tafadhali endelea. Lakini akawazidi kwa hekima, kwa sababu yeye anatafakari sana nini? Ili neno hili ni jamani, sawa yote katika yote, lakini hankifaje? Wenyewe kimya. Kwa hiyo mafundisho yako mengi tu juu ya mambo ya dunia jamani. Ni hekima zile. Lakini unaona mpaka leo hii binadamu wengine ni ajabu. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lake hili, na wale wote ambao katika kazi zao, katika utume wao wanatupa mafundisho haya yatuongoze. Na nyinyi wana Radio Maria, basi katika ibada hii tunarudia tena, baba mwenyewe atazungumza bila shaka hapo mwisho wala neno, lakini tuseme basi kwa niaba ya wote tunawapongeza mno na tunasema asanteni kwa utume huo
Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Sadiki kwa Mungu mmoja. Mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeungwa naye, alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, siku ya tatu akafufuka mliko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo batizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Basi ndugu zangu, sasa tumwelekee Mwenyezi Mungu na shukurani zetu na maombi yetu, tukimshukuru kwanza kwa ajili ya utume huu na vile vile kwa ajili ya nia nyingine mbalimbali. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa Baba Mtakatifu wetu Francis na uongozi wake kwa kanisa. Tunakushukuru kwa maono yake na maamuzi yake ya kututengea mwaka huu kuwa ni jubilei ya huruma yako. Baba, bariki kazi zote zinazofanyika kuwaleta watu wote kwako, ili waendelee kuonja ile huruma yako ambayo haina masharti. Bwana, tunakushukuru kwa maaskofu wetu hapa Tanzania, mapadre, watawa, uongozi wa halmashauri ya walei na taifa lote la Mungu. Tunakuomba uendelee kuwaimarisha na kuwapa yote wanayohitaji katika kuliongoza kanisa lako na kulipatia habari njema wakati wote. Bwana. Baba, uwapokee kwako ndugu zetu marehemu Varantia wa Radio Maria, Mwalimu Lehenga Kasilo aliyefariki kwa ajali ya gari jana jioni huko Iringa. Uwaweke katika kundi moja na malaika na watakatifu wako huko mbinguni. Bwana. Makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, tunakushukuru kwa kusikiliza maombi yetu. Endelea kusikiliza sala za kanisa lako
na kwa ajili ya hawa ndugu zetu wa Radio Maria, utujalie hayo yote ambayo tumekuomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mkononi mwako, kwa sifa na utukufu wa jina lake. Pia Bwana, tafadhali uzitakatifuze dhabihu hizi kwa wema wako. Uikubali sadaka hii ya roho zetu na kutufanya sisi wenyewe tuwe kwako sadaka ya milele. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Tendo la kufa na kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa kuwahurumia wanadamu makosa yao, alikubali kuzaliwa na bikira. Yeye akisha kuteswa msalabani, alituokoa na mauti isiyo na mwisho, na kwa kufufuka katika wafu, alitujalia uzima wa milele. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu.
E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo wa utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru kuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, kindicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hiyo ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza Roho wake Mtakatifu, upate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada kwa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francis, na askofu wetu Paul Kardinali Pengo, askofu msaidizi wake Zebiz Nzigilwa, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Upokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unakujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika
umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kutii agizo la Mwokozi wetu, tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani ya Bwana. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoe dhambi za ulimwengu. Wanaheri walioitwa kwenye karamu ya mwana-kondoo.
Ee Bwana, utulinde daima na popote sisi uliotutia nguvu kwa chakula cha mbinguni. Utufadhili siku zote, ili tustahili ukombozi wa milele. Tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe sasa na hata milele. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni kwa amani.